Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile siasa zinaendelea kuchukua mkondo mwingine tofauti katika taifa letu la Kenya. Na siasa iko na mabadiliko makubwa, vile tunaona kesho unapoamka unapata zimebadilika, lakini hayo ndio tunaenda kuchanganua yanamaanisha nini. Ni wazi kwamba kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameweza kutuma ujumbe mkali kwa aliyekuwa waziri katika wizara ya usalama wa ndani katika serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Namzungumzia nani? Dr. Fred Matiang'i. Katika kanda hii tunaenda kuchanganua habari hii ama ujumbe mzito ambao ni wa aibu ni upi ambao umetumwa kwa Daktari Fred Matiang'i, na ni kwa nini tutakuwa tunachimba na kuchanganua kwa undani ili kujua mbivu na mbichi. Kabla ni zame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kufunguliwa milango ya mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama tupe a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe na kusihi kwa heshima ukaweze kusubscribe kwa kuponyeza kidude kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe, na kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Mwakenya TV, na sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Asante na karibu. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga siku ya Alhamisi alikuwa kule Nyanza, to be specific in Kisii region. Alikuwa katika eneo la Gusii. Kuna habari ambayo aliweza kutuma kwa aliyekuwa waziri wa Uhuru Kenyatta, Daktari Fred Matiang'i. Nataka nimweke hewani Raila Odinga vile alisema kuhusiana na Dr. Fred Matiang'i kuwania kiti cha urais, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua kwa undani. Tumsikize huyu hapa Raila Odinga. You see, there's nothing like a community producing a candidate. Somebody who is running for the presidency, running for the presidency of Kenya. You see, you cannot be elected president of Kenya on the basis of the Kisii vote, or the Luo vote, or the Luhya vote for that matter, or even the Mount Kenya vote. If you want to be elected, you'll be elected by Kenya general. That is something that we'll deal with when the actual time comes up. Mr. Matiang'i has not, at things stand, come up to speak, to declare that he wants to run for the president. I don't know where you're getting that. Raila Odinga alikuwa Kisii kule Nyanza kuendesha kampeni zake za kutafuta maoni ikiwa ataungana na serikali ya Rais William Ruto, ambayo tunajua deal is done, anaingia kule. Ni kutumia njia tu eti aliweza kuconsult, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, watu wake wameingizwa katika kamati mbalimbali za bunge la kitaifa na bunge lile la seneti. Ni wazi kwamba ataingia kule, lakini sasa yeye anaendelea kutembea. Alitoka kule Kisii akaenda Narok, kisha baadaye kumalizia Nairobi. Na katika kanda hii naenda kuchanganua matamshi ambayo amezungumzia kuhusiana na Dr. Fred Matiang'i. Kufikia sasa hivi Raila Odinga has 3 options. 1, aweze kustaafu kutoka siasa, jambo ambalo hatuoni kama litatimia. Option 2, to endorse the re-election of Ruto, yani kumunga mkono Ruto kuchaguliwa kwa mara ya pili 2027, na option nyingine ni kuwania kiti cha urais 2027. Matamshi yake amezungumza ya kwamba Daktari Fred Matiang'i ambaye alikuwa waziri hajazungumza, hajaweka wazi, hajaonekana kwamba akona nia, hajatangaza kwamba atawania kiti cha urais 2027. Aliweza kujibu mwandishi wa habari aliyemuuliza kule Kisii kwamba ODM imekuwa ikiunga mkono ama ODM imekuwa ikiungwa mkono na jamii ya Omogusii, na sasa ikiwa Dr. Fred Matiang'i atawania kiti cha urais, atamunga mkono kama njia moja ya kurudisha mkono kwa jamii ya Omogusii. Badala ya kusema ikiwa wakati huu utatimia tutaona vile tutafanya, lakini yeye alisema ya kwamba Matiang'i hajazungumza na
hajamuongelesha, hajasema yeye mwenyewe kwamba anawania kiti cha urais. Lakini sometimes naweza kubaliana yeye, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Waswahili walisema lisemalo lipo kama halipo li njiani laja. Tumeona mwandani wa Dr. Fred Matiang'i ambaye ni seneta katika kaunti ya Kisii, Richard Onyonga, amekuwa akitangaza na kuhudhuria mikutano ya Rigathi Gachagua hapa na pale, Kalonzo Musyoka, ishara kwamba anatumwa na Dr. Fred Matiang'i kwamba hako katika ama yuko katika kinyang'anyiro cha kutafuta kiti cha urais humu nchini. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the sentiments made by Raila Odinga politically. Nataka sasa tuangazie kwa undani vile Raila aliweza kujibu matamshi haya yake yanamaanisha nini katika siasa. Point number 1. Raila might not support Dr. Fred Matiang'i 2027 if at all is going to contest for presidency. Raila haendi kumuunga mkono Daktari Fred Matiang'i. Kwa nini? Naenda kuchanganua kwa undani. Kufikia sasa hivi, kulingana na vile amezungumza, Raila hayuko tayari kustep down kutoka siasa ama kustaafu ama kumwachia mtu fulani ili kumuunga mkono. Vile anaonekana kumuunga mkono Dr. Fred Matiang'i ni kugumu, kwa sababu vile aliweza kujibu na kusema ya kwamba those are rumors. Yani ni fununu tu ambazo zinaendeshwa hapa na pale kwamba Dr. Fred Matiang'i atawania kiti cha urais. Kumaanisha Raila hayuko tayari kumuunga mkono Dr. Fred Matiang'i. Number 2, inamaanisha Raila sasa hivi yule ambaye ako kwa akili yake kwenda kumuunga mkono ikiwa hata simama ni Daktari William Ruto, kwa sababu vile kunaonekana the deal is already sealed. Tumeona wandani wa Rigathi Gachagua wakiondolewa katika kamati mbalimbali, nyadhifa mbalimbali ambazo wamekuwa wakishikilia katika bunge la kitaifa, na wandani wa Raila Odinga wamechukua nafasi hizo, na vile inadaiwa kwamba mwenyekiti katika kamati ya bajeti Didi Nyoro atangolewa ili mtu wa Raila Odinga ambaye anaitwa Sam Atandi kuchukua nafasi hiyo. Bernard Shinali amechukua nafasi ya kuwa mwenyekiti katika kamati ya biashara katika bunge la kitaifa. Ken Nchonga amechukua wadhifa wa kushikilia ambaye ni wa Raila katika kamati ya Leba. Irene Mayaka kamati ya ushirikiano wa kanda ambaye ni wa Raila, na James Nyikal kushikilia wadhifa wa mwenyekiti katika kamati ya afya, baada ya wale wandani wa aliyekuwa naibu rais humu nchini Rigathi Gachagua, Gathoni wa Mchomba, Mwafrika Agustin, Jane Kihara, Peter Salasia, James Gakuya, Edward Mwiru, Onesimus Ngogoyo waliweza kungolewa kutoka nyadhifa zile ambazo wamekuwa wakishikilia kwa kamati za nguvu katika bunge la kitaifa na kuelekezwa kwa kamati ya maslahi ya bunge. Hii ni ishara tosha Raila na Ruto wako kitu kimoja sasa hivi kisiasa. Hatujui kama atabadilika ikiwa tumefika uchaguzi mwingine wa mwaka 2027. What do you think? Raila Odinga atamunga mkono Dr. Fred Matiang'i ikiwa atawania kiti cha urais kulingana na wewe? Taniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Naomba tu kwenye kevu na heshima ukaweze kusubscribe na utupe like katika kanda hii. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook. Tukutane in the next video. Bye bye ladies and gentlemen.